Maelekezo yangu ni kwamba tumeshakubaliana hawa wawekezaji kama kweli wamedhamiria kuwekeza dola milioni 500, serikali haiwezi hata kidogo kuacha mradi wa namna hii. Na ndio kilio cha serikali. Mheshimiwa Rais maelekezo yake anataka viwanda, dawa na vifaa tiba. Tutapima seriousness yao kupitia proposal watakayoileta. Lakini leo mwende mkakae na ikiwezekana wasiondoke leo tumalize jambo hili. Hata kama ni saa 10 za usiku mjadiliane kuhusu hili la uwekezaji wa viwanda, tumalize leo. Katibu mkuu asubuhi utaniletea barua. Sawa. Mjadala ilikuwa 1 2 3 na hawa wakiondoka hapa waondoke na guarantee. Provisional guarantee ya kuonyesha kwamba serikali imedhamiria kufanya nao biashara. Lakini pili, mtawapa uwezo wetu kama serikali. Tunahitaji pengine madawa ya kiwango gani? Vifaa tiba vya kiwango gani? Kama watajicommit kwenye kupitia proposal yao, tutakubaliana sasa guarantee yenyewe. Lakini kwa sasa tutawapa provisional guarantee kwamba tuko tayari kama serikali kununua dawa kwao. Mambo ya kesho kutwa mistaki. Kama tunaweza tukamaliza leo, tunamaliza leo. Nadhani katibu mkuu tumeelewana. Kwa sababu maelekezo ni kwamba watu wanakuwa frustrated wakija hapa. Uwekezaji huu utatusaidia kupunguza hata marushwa hayo kwenye matenda. Sasa najua kinachoendelea huko. Itatusaidia sana. Nadhani katibu mkuu umeelewa. Ili kupambana na hayo, wawekezaji hawa ni lazima tuwakaribishe. Mheshimiwa Rais anataka kuona viwanda vya wadau. Na hatuwezi hata kidogo wakati wangu tukaruhusu kupoteza nafasi ambayo tunaweza tukaipata. Nafasi kama hii imekuja, huyu anaweza kwenda Uganda akapewa ardhi, akaenda Rwanda kule wakamharakisha, watamkimbilia haraka sana. Sasa sisi lazima tuanze sasa hivi. Kwa hiyo maelekezo yangu hayo kwa masia mkuu. Mwende mkakae leo, usiondoke ofisini mpaka mmekubaliana leo. Hata kama mtamaliza vikao saa 10. Katibu mkuu nadhani unisikia. Asubuhi nikija hapa asubuhi nitakapoingia nikute barua hapa. Maelezo hatua niliofikia na namna mlivyokubaliana. Hakuna sababu ya kuchelewa. Lakini lazima wafanye pia commitment. Nadhani unisikia. Kama kweli sisi tunakwenda kutoa provisional guarantee. Wao lazima wafanye commitment. Lini watakuwa tayari kuwekeza? Kama changamoto itakuwa ni ardhi, sisi wenyewe lazima tujitume, mtoke hapo mwende mkafuatilie hakikisha wamepata ardhi wanayoitaka. Kwa sababu hadi tunayo chungu mzima. Wakikosa kibao wapelekeni Rufiji. Hata Dodoma hapa ardhi imejaa. Wanapokwenda kuwekeza halmashauri zitaenda kunufaika. Serikali itakwenda kunufaika kupitia kodi mbalimbali. Sasa maelekezo na kile kiwanda cha Arusha kiende kikafunguliwe. Mtajua mtakavyofanya, lakini katibu mkuu, moja ya kazi kubwa ambayo nataka mkaifanye ni kuhakikisha kiwanda kile cha Arusha kimefanywa kazi na kimefunguliwa mara moja. Ndio maelekezo Mheshimiwa Rais amenielekeza. Watu wasiwe frustrated wanapokuja kutaka kuwekeza kwenye wizara hii. Ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tunataka viwanda vya kutosha, tunataka viwanda vingi. Kila ambaye yuko tayari kuja kujenga viwanda tumsaidie aweze kufanikisha. Tukiwapata Watanzania wengi itakuwa vizuri zaidi. Wakija wageni pia tutawapokea na tutawawezesha, tutawasaidia.